Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nasiha kwa kila Muislamu au kila mwanadamu. Jaribu unapofanya mambo jifanyie binafsi wako, yani jifanyie wewe mwenyewe, usitafute usaidizi kwa mtu mwingine. Kwa sababu kule kujifanyia mwenyewe na kujisimamia mwenyewe ndio furaha ya moyo kuliko kusimamisha mwingine kukusaidia. Kwa sababu yule ataweza kusaidia lakini mwisho wa siku atakusimanga. Itakuwa ni dhiki, itakuwa ni mazito kwako wewe unaposikia unavyosimangwa, na ndio dunia tulionayo. Zamani walituambia wenye kutuambia wakiwa ni Bishr ibn al-Harith al-Hafi asema izul mu'mini istighna'uhu 'anil nas. Cheo cha mu'min ni pale anapotaka kufanya jambo awe anajisimamia mwenyewe kufanya, hatategemei kwa mtu mwingine, kwa sababu kule kutotegemea mtu mwingine kusaidia jambo lako ndio cheo chako, ndio furaha yako, ndio heshima kwako. Walimwengu watakuheshimu kwamba unalofanya wafanya mwenyewe bila kutafuta usaidizi kwa mwingineo. Na ndio maana bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaambia baadhi ya masahaba wake ni bai'ini, yani ni peni bai'a. Masahaba wakamwambia shakubai ya Rasulullah, kwa hadithi ya Auf ibn Malik al-Ashja'i asema tulikuwa ni watu wanane. Mtume akituambia maneno hayo, Mtume akarudia ala tubai'unani, hamuni bai. Wakamwambia tumekubai ya Rasulullah. Mwisho akiona yale makaririo ya maneno ya bwana Mtume Muhammad wakanyosha mkono. Waliponyosha kwa mkono kwa bwana Mtume Muhammad, Mtume pale pale akawaambia ala an ta'budu Allah shay'an wa la tushriku bi shay'an, ala an ta'budu Allah wahdahu, ala an ta'budu Allah wahdahu, mumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, wala tushriku bi shay'an, wala musimshirikishe Mungu na kitu chochote, wa salawatul khams, na musali sala tano, wa tuti'uhu, na mumtii Allah, wa an la tas'alu an-nasa shay'an, musimuombe mtu kitu chochote. Auf bin Malik al-Ashja'i asema wakati huo mimi nilikuwa mdogo, wenzangu walikuwa ni wakubwa, lakini ikawa ule udongo wangu una manufaa kwa wakati huo, kwa sababu niliwakuja kuwakuta wale wakubwa wamezeeka, fimbo inapoanguka chini hawawezi kuinama, lakini wakawa hawamwambii mtu awakote fimbo kwa bai'a ambayo kwamba waliompa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an la tasalu nasa shay'an, musimwombe mtu kitu chochote, na juu ya kwamba hawawezi kuinama, wakiinama wakichukua fimbo, kwa sababu wao wanajitegemea wenyewe, kwa kuwa Mtume amewaambia jitegemeeni wenyewe, musimwombe mtu kitu chochote. Kwa hivyo ni nasaha topeana kwamba leo unapomuomba mtu hukusimanga, unapotaka usaidizi kwa mtu hukusimanga, japo atakupa, lakini kwenye moyo wake huwa anadukuduku baadhi ya watu. Kwa hivyo ni vizuri ujikwasie, kila unalolifanya simama mwenyewe ufanye, na ukisimama litakuwa, kwa sababu himmatur rijali taqta'ul jibal, himma mwanamume upasua jabali. Utakuwa ni mwenye kukamilisha mambo yako na utaheshimika na kila mtu atakuheshimu, lakini ukiomba utapewa, lakini mwisho wa siku utasimangwa. Na leo ndio tabia tulionayo ya kusimangana. Yuaja yule kila mmoja ulakona, yuaja yule CCTV imekuona, huambiwa mtu mlangoni mwambie hayupo ndani, hali ya kuwa yupo ndani, kwa sababu umezoeleka. Waomba Mwenyezi Mungu atupe uwezo wa kujisimamia wenyewe. Asadallahu wa ila liqa. Shukran jazila, wassalamu alaikum wal afia.